Basi mbele yetu ninao wageni leo, mimi tuko wazito. Nianzie huku. Tunaye mgeni ametutembelea kanisani kwetu. Ningelipenda apite mbele atusalimie, aseme yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Asante mchungaji. Kwa majina yangu naitwa Charles Chaula, ni makamu mkurugenzi wa DMS kwenye jimbo letu hili zuri la Mashariki Kati Kaskazini. Lakini pia mimi ni mshirika wa kanisa la TG Getsemane alikokuwa mchungaji Kilango. Kwa hiyo leo imempendeza Mungu niweze kuabudu hapa kwenu. Amen. Amina. Ni mara yangu ya kwanza kabisa kuabudu na nyie siku ya Jumapili kama ya leo, na namwamini Mungu nitakuwepo hapa ibada zote mbili. Amen. Mungu awabariki sana, nimejisikia vizuri kuabudu hapa kwenu. Amen. Amen. Asante mama mchungaji. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanamfahamu mzee Kilango? Hapa alikuwa mzee wa kanisa, lakini baadaye akawa mchungaji. Yeye alikuwa mchungaji wa Getsemane kule Kibangu. External kule. Lakini Bwana alimchukua. Watoto wake tunao hapa. Eli yupo, nyosha mkono. Tunao hapa. Lakini tunamshukuru Mungu, kanisani kwake bado wanatutembelea. Jina la Bwana libarikiwe. Na mbele yangu dada, mama. Nani anamfahamu mchungaji Senyenge? Senyenge nani anamfahamu? Aha. Ukamwambie kaka yako anatutembelea wamfahamu. Basi mbele yetu tunaye, mimi kwangu ni mwalimu. Mnaona mnanifurahia. Nimeundwa. Nimeundwa miaka iliyopita na huyu unayemuona mwalimu wangu, na kuomba pita mbele. Karibu sana. Hapa kichwani zimejaa. Usimwone hivi, zimejaa. Huyu ndio mwalimu aliyenifundisha chuo cha Biblia Dodoma. Tena Kiingereza. Kama wewe unakijua Kiingereza, njoo jipime. Amena, njoo jipime. Hawa ndio wenyewe. Alikuwepo Dodoma, Bwana akawainua. Sasa wamehamishiwa Arusha. Lakini hapa hakuja kama mwalimu, atajieleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nakutambulishia kidogo yale ya nyuma, lakini yaliyoko sasa hivi atajieleza. Karibu sana. Mungu akubariki. Yeye na mume wake wote ni walimu na ni wachungaji. Amina. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwanza ninamshukuru Mungu na nina furaha sana kuwepo hapa. Ni
Labda nianze kwa kujitambulisha kwamba mimi ni nani. Majina yangu ni Mchungaji Sayuni Samuel Kipunde. Nimeokoka, nampenda Yesu. Nina mpango wa kwenda mbinguni. Mimi ni mke wa mume mmoja, ni mama wa watoto 3. Ninamshukuru Mungu. Asubuhi ya leo nimekuja hapa, lakini nimeletwa na mkurugenzi wangu. Makamu amenileta, lakini kuna mkurugenzi wetu wa idara nzuri ya muziki na uimbaji. Mkurugenzi Marando Frank amenisababisha niwe hapa mama. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili yake, lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya mama na baba Ruth Tem na mzee Tem. Hawa ni marafiki zangu. Amina. Ninasema ni marafiki, ni watu wazima, lakini wananipenda. Mimi najua wananipenda. Mama nilianza kumfahamu Mchungaji Ruth, lakini mimi kama alivyoanza kunitambulisha ni mtoto wa TAG. Familia yangu ilimpata Yesu miaka ya 70, 80. Kwa hiyo wale wazazi, hasa mama yangu alikuwa mwanamke wa chama cha wanawake WWK. Alikuwa mwenyekiti wa section miaka hiyo. Kwa hiyo alikutana na huyu mama wa baraka. Mungu aliponiita, mama yangu alikuwa anajivunia hawa wanawake wawili, Ruth Tem na Lydia Matero. Na akaniambia usiogope kwa sababu wako wanawake. Na aliwataja sana kwenye masikio yangu. Nilipokubali nikaenda chuo cha Biblia, nikampata neema ya kuwa na mama chuoni. Nilifurahi sana, ni mama mzuri sana, mimi nampenda. Na ni rafiki yangu. Tukikutana mara moja anajua, ananionyesha kwamba bado ananipenda. Na alitamani wakati mwingi nije hapa, lakini mama imempendeza Mungu kwa majira haya niwepo hapa. Miaka mingi sana baadaye nikamfahamu Mchungaji Temu, mchungaji mnyenyekevu sana. Yeye anawajua watu wangu wengine. Akaniambia wewe ni mama Kipunde. Kwa hiyo nilifurahi sana, tumekutana kwenye mambo mengi, lakini baba na mama kwa kweli ni watu wazuri. Mimi nawafurahia, sijui wewe kama unawafurahia. Na nikisimama hapa ninajisikia kunyenyekea sana mama. Maana naona umesimama mbele ya viongozi majemedari. Kama tungekuwa tunavaa zile nyota, mama angekuwa na nyota nyingi zinametameta. Kwa hiyo ni moja kati ya wanawake ambao naamini siku moja tutasimikwa mama. Nikizungumza kusimikwa kwa wanawake, naamini mama Ruth Tem atakuwa na nyota nyingi. Na ni mama shujaa kweli kweli. Sio kwamba ninampamba, lakini mimi ndivyo ninavyomuona. Anatufanya sisi wanawake wachungaji wa leo vijana tuweze kusimama tukiwatazama wao. Yeye pamoja na mama Lydia, ni rafiki yangu pia mama Lydia, ni wifi yake. Kwa hiyo mama alikuwa ananipa stori nyingi sana za kwao ili kunitia moyo. Kwa hiyo najisikia vizuri na fahari kuwepo hapa nyumbani kwa baba na mama. Jina la Bwana libarikiwe. Pokeeni salamu kutoka kwa mume wangu. Ameniuliza kesho unakuwa wapi, nikamweleza na amejisikia vizuri. Kwa hiyo pokeeni salamu, na mama alijua nimekuja naye, mwalimu wake anampenda. Kwa hiyo akaniambia nilijua umekuja na mume wako. Mungu ametupa neema ya kuwa vyuo vya Biblia. Tulifundisha Dodoma kwa miaka mingi, lakini sasa tuko pale Arusha Northern Bible College. Haleluya. Kilichonifanya niwepo kwenye mji huu ni idara ya muziki na uimbaji. Tumekuwa na kongamano zuri la muziki na uimbaji katika jimbo hili la Mashariki Kati Kaskazini. Hizi mashariki ziko nyingi, kwa hiyo unaweza ukapata kigugumizi kidogo. Kwa hiyo nimekutana na mtumishi wa Mungu Marandu, ikanifanya niwepo hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Na
Mungu amenipa neno la kusema nawe asubuhi ya leo. Tutakuwa tunajifunza maandiko au maneno ya Mungu kutoka katika Biblia yako. Na kichwa cha somo letu asubuhi ya leo kinasema nguvu za Mungu. Hebu tuseme wote, nguvu za Mungu. Mungu awabariki praise team. Ni watu wangu, sijui wako wapi, lakini naona hapa kama kuna wanakwaya. Bwana wabariki sana, mafundi mitambo popote mlipo, watu wa IT na waona hapa kwenye idara yetu, hawa wote ni watu wetu. Amina. Tunashughulika nao na Bwana wabariki sana. Tutasoma maandiko katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Ni maandiko tunayoyafahamu na tutayarudia tena asubuhi ya leo kwa sababu neno la Mungu halichakai, linafanya kazi kwa wakati huu. Jina la Bwana libarikiwe. Linafanya wakati leo, linafanya kazi sasa, halifanyi kazi jana na kesho. Leo, haleluya, linashughulika na leo. Wakati mkamilifu wa Mungu ni leo. Ndio maana anasema siku ya wokovu ni sasa. Kwa hiyo neno linashughulika na leo yako. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana tunasema linaishi. Ni neno linaloishi. Sura ya 1 inasema hivi, mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nitarudia. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, wewe ni mwema sana. Asubuhi ya leo umenipa neema ya kusimama mbele ya watumishi wako hawa na mbele ya watumishi wako Bwana, viongozi, majemedari ambao wametembea na wewe kwa muda wa kutosha. Baba, umenipa neema ya kulitangaza neno lako na kulihubiri neno lako asubuhi ya leo. Tunapokwenda kusikia sauti yako Bwana, sauti yako yenye nguvu, sauti yako Bwana inayosema, na ikisema Bwana, kila kilichokufa kinakuwa hai tena, kile ambacho kimelala kinainuliwa tena. Sauti yako Bwana inayofufua wafu, inayotengeneza mambo, inayorekebisha Bwana, inayoweka sawasawa. Asante kwa ajili ya sauti yako asubuhi ya leo ambayo inakwenda kusema na watu wako. Neema yako na uweza vikadhihirike katikati yetu Bwana. Tembelea watu wako asubuhi ya leo. Fundisha Roho Mtakatifu. Sema nao Yehova, ukanitumie Bwana chombo chako. Ni katika jina lako takatifu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Bwana tulilolisoma ni maneno ambayo Yesu anayazungumza siku ambayo tunaweza tukasema ni jioni ya kabla ya kuondoka kwake kupaa kwenda mbinguni. Tunakumbuka Yesu alizaliwa kama mwanadamu hapa katika nchi na akatembea katika mitaa yetu, akaonekana na watu, alijulikana kama mwanadamu wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mungu alikusudia hivyo kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Yesu Kristo katika huduma yake, Biblia inatuonyesha ya kwamba ulifika wakati ambao uliruhusiwa na Mungu, wakati wa utimilifu wa wakati wa Mungu wa ukombozi wa mwanadamu. Ikamfanya Yesu
afike mahali pa kubatizwa. Na Biblia inatuonyesha siku ambayo alibatizwa ndio wakati ambapo Roho Mtakatifu alikuja juu yake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari hizi unaweza ukazipata na kuzisoma, kwa sababu Yohana Mbatizaji, yeye ambaye alijitambulisha ya kwamba yeye ni mtangulizi wa Yesu Kristo, yeye aliyazungumza maneno haya kwa nguvu kabisa na kwa uhakika, akijua lile analolisema. Yeye alikuja duniani, hakuwa na wakati mrefu, wala hatuambiwi habari zake nyingi kwa maana ya utendaji wake kazi nyingi, lakini tunafahamu yeye alizaliwa kwa kusudi la kutangulia mbele ya Yesu Kristo. Haleluya. Alimtambulisha Yesu kwa wale waliokuwa wakimzunguka. Na katika kitabu cha Mathayo sura ya 3, Yohana anazungumza maneno haya. Mstari wa 11 anasema, mimi kweli nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake ili mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Huduma ya Yohana Mbatizaji aliifanya, lakini alikuwa na lengo la kimungu. Alibeba lengo la kimungu la kuhakikisha watu wanaozunguka walimfahamu Yesu. Hata mahali pengine akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, akimwonyeshea Yesu au akiashiria kwamba yule anayeonekana sasa ni Mungu, au ni Mungu aliyekubali kukaa katikati ya wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Katika mstari wa 13, kifungu kinachofuata, baada ya kusema maneno haya kwamba huyu anayekuja anakuja kwa kusudi la kuwabatiza watu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, anaonekana Yesu akija kutoka Galilaya mpaka mto Yordan, mahali ambapo Yohana Mbatizaji alikuwa akibatiza. Mstari wa 13-14 anasema, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Mstari wa 13 anasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Mstari wa 15 anasema, Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika sura ya 4 ya Mathayo, ni baada ya matukio haya. Kumbuka Biblia inaandika matukio, haina mpango wa kutueleza stori nyingi, kwa sababu kingekuwa kitabu kikubwa. Mungu alikuwa na malengo. Kwa hiyo Biblia inapoandika inaandika matukio. Kwa hiyo tukio linalofuata katika sura ya 4 ni kwamba Yesu anachukuliwa na Roho Mtakatifu na anapelekwa nyikani ili ajaribiwe. Sijui kwa nini Mungu alifikiri hivi. Sijui kwa nini Roho Mtakatifu alimpeleka ili ajaribiwe. Lakini kuna mafundisho mengi tunaposoma habari za kujaribiwa kwake. Lakini huyu Yesu anaonekana akirudi kwa nguvu za uweza wa Roho Mtakatifu, na akaanza kufanya kazi baada ya siku zile 40. Akatembea katika miji, akaingia katika masinagogi, akiponya, akisaidia watu, akiwaokoa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo maana tunaposoma katika Luka sura ya 24, mwandishi wa kitabu hiki Luka anaeleza vizuri sana habari za ujio wa Roho Mtakatifu. Anamweleza Yesu
kama mtu aliyekuja na mission ya kimungu, anazungumza habari za ujio wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo pamoja na kazi ya Yesu Kristo msalabani, Yesu alikuwa na kazi nyingine. Kazi hiyo ni kumtambulisha Roho Mtakatifu kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pamoja na kufa msalabani, pamoja na kuangikwa msalabani, Yesu alikuwa na kazi ya kumtambulisha Roho Mtakatifu. Na ninaamini siku ile tutakaponyakuliwa, tutakapochukuliwa mawinguni, Roho Mtakatifu atatukusanya sisi wote, waliokufa zamani na walio hai leo, na atakapotupeleka pale juu, watakapokutana na Yesu Kristo, atatupeleka mbele za Yesu Kristo kama watu ambao amekabidhiwa na Yesu. Atamwambia Yesu, watu hawa ndio wale uliowaokoa na kuwasafisha kwa damu yako ya thamani, na atamkabidhi. Naamini kutakuwa na makabidhiano ya kiofisi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anatueleza nini katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8? Yeye anafahamu nguvu ya shetani ambaye ni adui yetu. Anasema alipokuja hapa ulimwenguni, alikuja ili kuzivunja kazi za shetani. Na Luka sura ile ya 24 mstari wa 49 anasema tena maneno haya: tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Anawahakikishia wanafunzi ya kwamba mimi sikuanza huduma kabla ya kuvikwa uwezo. Kama Yesu alimuhitaji Roho Mtakatifu ili afanye kazi, maana tunasema alikuwa na dual nature, alikuwa na hali au asili mbili. Alikuwa ni mwanadamu 100% na alikuwa ni Mungu 100%. Kwa hiyo Yesu alifahamu kama mwanadamu nguvu iliyopo kwa shetani, ili tuweze kufanya mambo ya kimungu. Na ndio maana anazungumza, anasema unapoingia kwenye mji lazima umkamate mwenye nguvu, kwa sababu shetani amekabidhiwa mamlaka ya huu ulimwengu. Kwa hiyo huwezi kufanya kazi ya Mungu kawafungua walioko katika ulimwengu, waliofungwa na nguvu za shetani, bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa hiyo sisi tunapoyasikia maneno ya Yesu asubuhi ya leo, anawaambia wanafunzi, msitoke hata mvikwe uweza utokao juu. Msiende popote. Anawaambia kwa sababu anaelewa anachokisema. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anarudia tena Luka katika Matendo ya Mitume, maana ndio mwandishi wa vitabu hivi vyote viwili. Anasema mtapokea nguvu. Kwa namna gani? Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na matokeo yatakuwa ni kwamba mtakapoipokea ile nguvu, itawafanya kuwa mashahidi, itawabadilisha. Ile nguvu itawapeleka, itawasukuma, itawapa uwezo mbalimbali wa utendaji. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yesu anawaambia msiondoke. Anajua madhara ya hao watu kuondoka bila nguvu. Halo, tuko pamoja jamani? Anajua shida ya watu kufanya kazi ya Mungu pasipo nguvu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye mwenyewe alipokuwa akifanya kazi, hii nguvu ilimpa kushinda. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maneno mengine katika lugha ya Kigiriki imetafsiriwa kama neno dunamis.
nguvu ya kimiujiza, nguvu ya utendaji kazi, uweza. Haleluya, haleluya. Huu ulikuja juu ya watu 120 waliosubiri pale Yerusalemu, maneno ambayo hatujayasoma katika sura ya kwanza ya Matendo ya Mitume. Inaonyesha ya kwamba Yesu alikuwa anaondoka saa hiyo. Alipokuwa anajitayarisha kuondoka, akawapa wosia mzito ya kwamba wasitoke bila nguvu, kwa sababu anaelewa ukubwa wa kazi. Kwa hiyo sura ya pili tunasoma ya kwamba nguvu hii ilikuja juu ya watu 120. Wale watu walikuwa ni watu wa kawaida. Haleluya. Hawakuwa malaika. Hawakuwa watu ambao wametengenezwa kutoka mbinguni wakaletwa. Walikuwa ni kama mimi na wewe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Walikuwa ni wavuvi wa kawaida. Kisoma sura ya 4 ya Matendo ya Mitume, mstari wa 12, watu walishangaa kwamba hao walikuwa ni Wagalilaya, wavuvi tu wa kawaida. Walikuwa ni watu ambao hawana elimu ya kutosha ya dunia hii. Lakini Roho alipokuja juu yao, walionekana ni vitu vya hatari. Haleluya. Walionekana si watu wa kawaida. Ni kama vile wamesafirishwa kutoka mbinguni, wamekuwa imported, wameletwa hapa kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya kile wanachokifanya. Mpaka wanaowatazama wanashuhudia, wanasema ni kwa sababu walikuwa na Yesu, ni kwa sababu wana Roho wa Yesu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hii nguvu inapokuja juu ya mtu, hii dunamis inapokuja juu yako, inapokuja juu ya mwanamke ambaye amebeba mboga, zile mboga zinakuwa si kitu cha kawaida. Haleluya. Maana zimebebwa na mtu aliyejazwa na uweza utokao juu. Haleluya. Zinapokuja juu ya mvuvi, anakuwa sio mvuvi wa kawaida. Zinapokuja juu ya mtu mkulima, anakuwa si mkulima wa kawaida. Zinapokuja kwa fundi mwashi, anakuwa sio fundi wa kawaida, maana nguvu inambadilisha. Zinapokuja juu ya mtu wa kawaida, mwendesha pikipiki, bodaboda, au mwendesha baskeli, mkokoteni, anakuwa sio mtu wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hiyo ndiyo nguvu ya dunamis. Inapokuja, inakuja na uweza mbalimbali, inakuja na nguvu. Na wewe unapoweka mikono yako juu ya wagonjwa, wanapata afya, wanainuka, wanatembea. Ndio maana Petro anapowakuta wakina Ainea, ana uwezo wa kutamka maneno na kuwaita, wanainuka kutoka katika vitanda vyao. Anapomkuta Dorcas amekufa, ana uwezo wa kumwamsha kwa lile neno lililojaa ndani yake, ile nguvu inayotenda kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa kawaida anabadilishwa na hii nguvu, anakuwa si mtu wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Roho Mtakatifu ni Mungu. Yeye ndiye aliyezibeba hizi nguvu za Mungu. Yeye ndiye anayeweza kukupa nguvu na anaweza kuwajaza watu, kwa sababu yeye alionekana katika uumbaji. Ukianza Biblia yako toka kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, unamuona jinsi ambavyo anaingia kwenye matendo wakati Mungu anapolitaja neno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaposema neno, Roho Mtakatifu anakuwa nyuma ya neno. Vitu vinaanza kuzaliwa, vitu vinaanza kufanya kazi, vitu vinaanza kubadilika, vitu vinaanza kutokea. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka kwamba kusudi ndilo linaloamua ni nguvu kiasi gani kinachoweza kutumika. Unapofungua mlango, huwezi kutumia nguvu kubwa. Unapong'oa kisiki, utatumia nguvu kubwa. Halo.
Jamani, si mahesabu ya kawaida tu haya, si mambo ya kawaida ya dunia hii tunafanya kila siku. Huwezi kufungua mlango kama unavyong'oa kisiki. Kwa hiyo kusudi ndilo linalo determine, ndilo linaloelezea ukubwa wa nguvu inayotakiwa kutumika. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hii nguvu inakupa uwezo wa kutembea juu ya tatizo. Mtazame Yesu katika Marko sura ya 4 mstari wa 35 mpaka 41. Wakati anasafiri na wanafunzi wake, walipoingia katika bahari au tunaiita kama bahari, lakini ni wanatembea wakiwa hawana wasiwasi. Yesu analala, wanafunzi na chombo kinapata msukosuko, wanaona kabisa tunazama. Yesu anainuka, anausimamisha upepo, anatuliza dharuba. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hii nguvu inakupa kutembea juu ya tatizo. Tunapozungumza juu ya dunamis, tuna neno lingine dynamo. Hii ni silaha nzito, ina uwezo wa kuharibu ufalme wa shetani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapozungumza nguvu za Mungu tunamaanisha nini, au ina maana gani? Jambo la kwanza ni utendaji wa kiungu au wa kimungu unaomtengeneza muamini kuwa shahidi. Tunapozungumza nguvu, ina uwezo wa kukufanya kuwa shahidi. Tunakutana na shahidi wa kwanza katika kitabu cha Matendo. Huyu si mwingine bali ni Stefano. Katika sura ya 6 na sura ya 7 tunapata habari za Stefano, shahidi wa kwanza, yeye aliyekufa kwa ajili ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapozungumza mtakuwa mashahidi, sio tutakuwa washuhudiaji, tutakuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii nguvu inatengeneza mashahidi. Wale wenzetu wa upande wa pili wana uwezo wa kujikana, alafu anajitoa muhanga, ana uwezo wa kujilipua, akaingia mahali akajilipua. Sisi tunajilipua kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiingia ndani inakubadilisha, inabadilisha ufahamu, inabadilisha akili yako, inabadilisha hisia zako. Kama ulikuwa unajisikia hupendwi, unaanza kujisikia unapendwa. Haleluya. Hata kama ulilelewa na watu wakatili, labda ulipitia mazingira magumu, lakini unaanza kubadilishwa. Hisia zako zinaanza kupenda, hisia zako zinabadilishwa, unaanza kujiamini. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hizi zilimpa Petro ujasiri. Yule Petro wa kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 69 mpaka wa 70, sura ya 14 mstari wa 28 mpaka wa 30 ni tofauti kabisa na Petro wa Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Haleluya. Huyu Petro aliyekuwa mdhaifu, huyu Petro aliyekuwa muoga, akamkana Yesu. Dunamis inapoingia ndani yake inaanza kumtengeneza, inaanza kuondoa hofu, inampa ujasiri mpaka anapojazwa. Watu wanapokusanyika wakiwa wanashangaa, maelfu ya watu, yeye hasimami na kukimbia, anasimama kwa ujasiri. Ana uwezo wa kuambia tena ya kwamba iko nguvu ya Mungu. Hatujalewa sisi, tumejazwa, tumevikwa uweza, tumepewa uweza, tumepewa mamlaka, tumepewa uweza, tumebadilishwa jamani, tumebadilishwa jamani. Ana uwezo wa kuiambia dunia, na ndivyo inavyokuja juu yako. Kama wewe ni mwanamke, utatoka nyumbani wako kama mwanamke Msamaria, utapita katika miji, utapita katika mitaa yako, utawaambia njooni muone mtu yule aliyebadilisha maisha yangu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana litukuzwe.
Hii nguvu inakuwa ni nguvu ya utendaji, inatenda miujiza, inazalisha tunda la Roho, inaondoa woga ndani yetu. Mungu anakupa ujasiri. Katika Wagalatia 5 mstari wa 16 mpaka 22 inazalisha tunda la Roho. Hatukupewa roho ya woga. Paulo anamwambia Timotheo katika Timotheo wa pili mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 7, tumepewa uweza, tumepewa nguvu, tumepewa upendo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukupewa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo. Haleluya, haleluya. Pale kuna nguvu, alafu kuna tunda la Roho. Tunda la Roho kubwa kabisa, upendo na tafsiri zake katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13, upendo na tabia zake ndiyo ambacho Mungu anakiingiza ndani yetu. Hiyo nguvu haituachi salama. Hiyo nguvu inatubadilisha. Tunaanza kuwapenda tunaowachukia. Ni rahisi kumpenda mtu anayekupenda, lakini dunamis inakufanya unampenda anayekuchukia. Unampikia na ugali, unampakulia na mboga, unamvalisha na nguo, unamnunulia na viatu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili ni vazi la kiroho. Ni vazi la kiroho. Oh, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Katika hii Luka sura ya 24 Yesu anasema msitoke hata mvikwe. Anatumia neno la Kiingereza clothed, hata mvikwe uweza. Kwa hiyo kuna kuvikwa nguvu. Ni kama koti kubwa juu yako, ni kama vazi juu yako. Hutatembea peke yako. Nguvu hii inakuvika. Anayekutazama, ndio maana mapepo yalipokuwa yanamwangalia Yesu yalikuwa yanapiga kelele, yalikuwa yanaona kitu. Haleluya, haleluya. Wana wa Mungu, kama unanielewa na unanipata, punga mkono wako namna hii. Sisi tumepewa vazi. Haleluya, tumevishwa vazi. Haleluya, haleluya. Wachawi wanapokutazama wanatimua mbio, kwa sababu wanaona kitu, wanaona nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Ndio maana wana uwezo wa kuona nyumba yako imezungukwa na moto. Wana uwezo wa kuona vitu vyako vimezungukwa, vimezingirwa, na maana wewe umevikwa vazi. Hata vitu vyako vinavikwa. Watoto wako wanavikwa, mume wako anavikwa, mke wako anavikwa. Wewe umevikwa uweza. Haleluya, haleluya. Ninaongea na watu waliovikwa uweza, waliovikwa vazi, waliopewa nguvu za Roho Mtakatifu. Sema amina kubwa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Katika maana ya Kiyunani au Kigiriki, maana yake valisha. Hata mvikwe, hata mvalishwe, hata mvalishwe. Tunavikwa silaha. Haleluya. Kila jemedari anakuwa na upanga. Mimi niko karibu na Wamasai kule, unaona wale wanaume wa Kimasai. Kuna baadhi yao unakuta wanatembea na sime. Wanatembea tu na silaha ya kujilinda adui anapotokea. Hata Petro alibeba silaha, si ndio? Akamkata mtu sikio kwa sababu alikuwa anatembea. Walikuwa nafikiri kama Wamasai hao Wayahudi. Walikuwa wanabeba silaha. Na sisi tunatakiwa tubebe silaha. Anasema katika Waefeso, hatimaye ndugu zangu, si ndio? Hatimaye mzidi kuwa hodari. Mtu hodari, champion. Mtu hodari ni kama vile Daudi anaposimama mbele ya Goliati, anakuwa amevikwa, anakuwa na silaha, anajiamini, maana anazo silaha zisizoonekana. Goliati akiwa ameshika mkuki unaonekana, Daudi anatembea na silaha za rohoni. Anamwambia, wewe unanijia na mfumo, unanijia kwa fumo na kwa mkuki mkubwa, na hata kwa ngao yako kubwa, na kwa watu wako wakubwa, na kwa maneno yako mengi. Mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe.
ndivyo tutakavyotoka mbele za adui zetu, ndivyo tutakavyowaendea adui zetu, ndivyo tutakavyomwendea shetani. Tutamwambia hatukuogopi, maana tumevikwa uweza. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huu uweza ulikuwa juu ya Yesu Kristo. Katika Marko sura ya 5 mstari wa 30, Yesu anapoguswa na yule mwanamke anasema, nasikia nguvu zimenitoka. Petro wakati huo hajajazwa, hakuelewa sana. Mara nyingi watu walikuwa hawaelewi lugha ya Yesu. Misunderstand kile Yesu anachosema. Akamwambia, Bwana, mbona hamna mtu aliyekugusa? Hata hivyo kama watu wamekugusa ni wengi sana. Watu wanakusonga Bwana, makutano hapa wamekusonga. Yesu anamwambia nguvu zimetoka. Nasikia kupungua. Kuna mahali hii nguvu imechaji. Haleluya! Kuna mahali imetumika. Haleluya! Naongea na watu waliobeba nguvu za Roho Mtakatifu ndani yao. Na kama hujazibeba hizo nguvu za Roho Mtakatifu, na kushauri asubuhi ya leo usiondoke mahali hapa bila kuvikwa uweza. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Matendo ya Mitume sura ya 19. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Matendo ya Mitume tunawaona wale waliojazwa siku ya Pentekoste. Mitume wanatembea kwa ujasiri kila miji. Miji mingine ilikuwa inatisha kwa miungu yao. Kama mji wa Efeso ulikuwa unatisha, ulikuwa na mahekalu makubwa ya kina Diana. Miungu ilikuwa inaabudiwa kwa staili mbalimbali. Lakini sikiliza Biblia inavyosema. Katika mstari wa 8 anasema, akaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakiitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake Tirano. Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2, hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Mstari wa 11 anasema, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida, hata wagonjwa wakaletwa, leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo mchafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja anaitwa Skewa, Myahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hata hali wa uchi na kujeruhiwa. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Na wengi wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale walioamini waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Tunaamini hayo yanawezekana kwetu. Mbona amina ni chache? Tunaamini haya yanawezekana kwetu. Hata kama tunafanya, yanawezekana kufanyika zaidi. Anasema Paulo, mpaka leso
Zile leso zilikuwa zinakutana na dunamis. Nguvu iliyotoka ndani ya Paulo ilikuwa ikikutana, ikicontact na kitu chochote, ikikutana na zile, anasema leso ni nguo zake. Wengine wanasema ni vitambaa. Vyovyote vile vikiwekwa juu ya wagonjwa, wanapata afya, wanapona. Miujiza mingi, pepo wengi wakawatoka watu, miujiza mingi. Tunakumbuka habari za Petro, kivuli chake kilivyokuwa kikifanya kazi. Mungu anaweza kukutumia kwa viwango vikubwa, viwango vya uweza ulioko ndani yako, viwango vya nguvu itendayo kazi ndani yako, viwango vya namna unavyopata kiu na Mungu, unavyomtamani Mungu katika maisha yako. Hata ukiwa umekaa ofisini, wale wanapocontact, watu wanapocontact na wewe, wanapokuona uso wako, wanapokuona mkasalimiana mikono, kuna mtu ukimsalimia hivi unasikia nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ukimsalimia unasikia nguvu ya kipepo. Maana kuna watu wana nguvu ya kipepo, akikushika kama we ni msichana, ubaki salama. Unashangaa tu umemfuata, unashangaa umezini naye. Halo. Siongei mambo ya Mars, siongei mambo ya Jupiter, naongea mambo yanayotendeka katika maisha ya hii dunia. Nguvu ya roho wa giza, yule ni roho. Kama tunamshangaa shetani na roho zake, basi Mungu ni zaidi. Haleluya, haleluya. Yaani ifike mahali atakaye kuja ofisini akashika kitabu chako ajazwe na Roho Mtakatifu. Wangapi wanaamini hivyo? Uko shuleni, atakayegusa daftari lako ajazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo inawezekana. Nakumbuka miaka fulani wakati niko shule sekondari, msichana mmoja alikuwa akilala anajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ananena wakati amelala. Kwa hiyo mwenzake mwingine ambaye alikuwa na nguvu za shetani, ana mapepo, akatembea usiku. Alipotembea usiku, alipofika karibu na kile kitanda na yale maeneo, kwanza karibu na maeneo yale ambayo mtumishi wa Bwana amelala pale ananena kwa lugha usiku mzima, akapiga kelele. Bweni nzima likaamka. Watu wakasema tulimwambia kwamba usio unatembea unaenda kule kwa walokole, kule kuna moto. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Jamani, tuna nguvu za Bwana. Haleluya. Jamani, tunabeba nguvu zinazotuwezesha kuishi katika hii dunia kama wafalme. Sema amina. Hutaogopa mchawi. Watu leo wanakimbilia fruto, wanakimbilia chumvi, sijui huko Dar es Salaam. Kule kwetu Arusha watu wanakimbia kila mahali kutafuta visaidizi, wanaita visaidizi vya imani. Wamesahau wamebeba nini. Nataka nikukumbushe kwamba umebeba kitu. Haleluya. Umembeba Kristo. Haleluya. Umembeba Roho Mtakatifu. Unatembea na nguvu za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Jambo la tatu ni uwepo wa Mungu kufunika maisha yako. Faida au nguvu za Mungu zinamaanisha uwepo wa Mungu kufunika maisha yako. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2 nimesema Roho aliyatamia dunia. Roho wa Mungu akakaa akaiyatamia dunia. Ndio huyo Roho tunayemsikia katika Luka sura ya 1 mstari wa 35. Mariamu anaambiwa nguvu zake aliye juu zitakufunika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni wakati ambapo Mungu anahamia ndani yako. Mungu anafanya makao ndani yako. Kunakuwa na matembeleo ya kimungu kama Isaya 61 inavyosema, wewe unakuwa ni kao la Mungu, the habitation of God. Mungu anahabitate hapo juu yako. Mungu anakaa hapo juu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Wakorintho wa 2:6-16 mpaka 18 anasema ninyi ni hekalu, nitakaa ndani yenu. Haleluya. Anasema nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea, nitakuwa Mungu wao na wao watakuwa watu wangu. Nitakuwa baba kwenu na nyinyi mtakuwa wanangu wa kike na wa kiume. Ni wakati wa Mungu kuhamia ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Hata akija anayekutisha unamwambia mimi siogopi. Ndio maana Daudi hakuogopa kitu chochote, na mtunga Zaburi anasema kwa hiyo hatutaogopa
Ijapobadilika miji yote, ijapobadilika nchi yote, hatutaogopa. Anasema kuna kijito maji yake au kinachompendeza mji wa Mungu, maana anazungumza juu ya mtu aliyejawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Wewe utampendeza Mungu, Mungu atakaa ndani yako, hakuna kitakacho kubabaisha, hakuna kitakacho kutisha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Jambo la 4, uwezo wa Mungu wa kubadilisha kuwa mtu mwingine. Maana yake nguvu hii inabadilisha maisha. Samueli wa kwanza sura 10 mstari wa 6. Huu sio msisimko, sio uzoefu katika huduma, sio kelele nyingi wakati wa kuhubiri, sio elimu kubwa kuhusu Mungu au ufahamu juu ya Mungu au kuwa na uweza na ufahamu mwingi juu ya mambo ya kimungu. Hii sio, hiki ni kitu kingine. Haleluya, haleluya. Twende kwenye faida za nguvu za Mungu. Jambo la kwanza, unakuwa shahidi wa kazi ya msalaba. Matendo 1:4 mpaka 5 kama unaandika. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 4. Nguvu za Mungu zinathibitisha kilichomo ndani yetu. Paulo anasema, nilipotoka kwenu sikuajia kama mtu wa kawaida na hekima za kawaida. Maana anazungumza na watu waliojawa ufahamu. Wayunani ni watu waliokuwa na ufahamu mkubwa. Tunafahamu juu ya kina Plato, tunafahamu juu ya kina nani, watu walioujaza ulimwengu kwa mashauri, kwa filosofi zao. Lakini Paulo anawaambia, mimi sikuja kama wale watu wa kawaida, lakini nimekuja kwa hekima ya kimungu inayotoka kwa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili, faida ya kuwa na nguvu za Mungu ni kushinda vita ya kiroho. Waefeso 6:10-12. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tuvae silaha kushinda vita ya kiroho. Kuvaa silaha, unapata ushindi mbalimbali, uweza mbalimbali, nguvu mbalimbali. Jina la Bwana libarikiwe. Waefeso 3:20 anasema, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kadiri ya nguvu. Anapotumia neno kadiri, anazungumza juu ya kipimo. Maana yake kuna uwezekano kuwa na nguvu chache, na shetani huwa anawaweza watu wenye nguvu chache. Unapokuwa na nguvu chache, huwezi kumshinda adui. Adui tunamshinda tukiwa na nguvu nyingi. Ndio maana anazungumza juu ya uhodari. Anazungumza tuwe hodari. Mtu hodari ni mtu shujaa, mtu ambaye akisimama mbele ya majeshi, huyo ana CV ya kutosha, anashinda. Ni kushinda vita vya kiroho, na kushinda vita vya kiroho inategemea nguvu ulionayo, kwa sababu adui yetu ana nguvu nyingi. Yesu akajua hilo, akawaambia watu, msitoke hata mvikwe uweza. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, faida ya tatu, nguvu hii inakusaidia kulitimiza kusudi la Mungu. Ukubwa wa kusudi, kama nilivyosema, unaamua uweza. Kama Mariamu alikuwa na kusudi kubwa, akaambiwa nguvu zitakukalia, maana kile ulichokibeba ni kitakatifu. Kuna mission ya kimungu ya kutimiza. Unalo jambo la kimungu, Bwana amesema na wewe, ili uweze kutimiza lazima nguvu yako, au sema unahitaji nguvu kubwa ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Samsoni hali kadhalika, Mungu alimvisha uweza. Ukisoma habari za hao waamuzi, utaona wengi walibeba kusudi na nguvu kubwa ilikuwa ndani yao. Jambo la 4 ni kukuvusha siku ya taabu. Kuna majaribu katika hii dunia, utashinda kama unayo nguvu. Tunatumia vyombo vya aina mbalimbali kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Huwezi kutumia ngalawa ili usafiri maili nyingi katika maji. Ili uende umbali mkubwa, unahitaji chombo kinachofaa au meli kubwa. Bwana tusaidie sana. Kwa ajili ya safari ndefu tunahitaji kitu kikubwa, tunahitaji nguvu kubwa. Lakini jambo la 5 ni kurahisisha kazi. Kama tunaweza tukaziona kazi mbalimbali katika dunia,
vitu mbalimbali, mashine mbalimbali zinawekwa katika codes, zinawekwa katika mifumo ambayo ina vielezo au ina vitu ambavyo huwezi kuingia kule. Ndio maana kwenye mifumo mingine inabidi utumie password, utumie neno siri ili uweze kuingia kule, na unafika mahali huwezi kufanya jambo isipokuwa umeelekezwa. Ndani ya Roho Mtakatifu anakurahisishia kazi. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 anasema Roho anatuombea. Unapojazwa na nguvu, unaanza kuzungumza kwa lugha mpya. Unaponena kwa lugha, Roho Mtakatifu anakuombea, maana wewe huwezi. Haleluya! Ukikaa kwa masaa mengi unaomba kwa kawaida unachoka. Unapojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu unaweza ukaexcel, masaa mengi zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la 6 ni ili uweze, au faida yake ni kukuwezesha kuuteka ufalme. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5 anazungumza juu ya kuangusha ngome. Anazungumza kuteka fikra, kuteka. Tunaona physically watu waliteka miji. Yeriko ilianguka siku moja. Mungu aliwaachia watu wake wakauzunguka, akadhihirisha nguvu kubwa ya Mungu pale. Leo hii tunafanya vita kwa jinsi ya Roho. Tuna uwezo wa kuteka hizo ngome. Tuna uwezo wa kuteka kwa jinsi ya Roho Mtakatifu. Mathayo 11:11 anasema, watu watakaoteka ufalme ni wale wenye nguvu za ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wowote huwa ndio unahusika kuangusha ufalme. Jambo la mwisho la 7 ni kutawala katika ulimwengu wa roho. Nguvu za Mungu zinakupa kutawala katika ulimwengu wa roho. Kuna maeneo ukifika lazima wewe uyatawale, ama sivyo yatakugandamiza, ama sivyo yatakutawala. Na nguvu hizi zinatenda kazi ndani au within a territory, zinatenda kazi ndani ya eneo husika. Nguvu za shetani haziendi mbali. Kuna nguvu ya giza au uchawi unaofanyika hapa, ukitoka ukaenda eneo lingine, umetoka hapa Ubungo ukahamia Manzese, ule uchawi haukupati. Halo, tuko pamoja jamani? Kwa hiyo mtu anaweza kadidimiswa hapa, lakini akifika Manzese yeye ni mzima. Nimekutana na baadhi ya watu wakinishuhudia hivi. Kutana na mtu mmoja akaniambia, nikiwa eneo fulani nyumbani kwangu sukari inapanda, nikitoka nje nyumbani kwangu sukari imeisha. Halo. Mwingine anateswa na jirani, anataka kumhamisha nyumbani kwake. Ananiambia yule mdogo wangu ameteseka ndani ya ile nyumba, akienda Dar es Salaam anakuwa mzima. Halo. Kwa hiyo kuna maeneo lazima tuyatawale. Anazungumza juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinavyokandamiza, lazima sisi tuvishinde. Ndio maana anasema wale waliopindua ulimwengu wamefika na huku nako. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna vitu vya kupindua.